Mtazamaji, inaibuka sasa kwamba baadhi ya viongozi wenye ushawishi mkubwa kutoka eneo la Mlima Kenya kama vile mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah, mwenzake Kiharu Ndindi Nyoro na gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata huenda wanajiandaa kutetea nyadhifa zao kupitia vyama vingine katika uchaguzi mkuu ujao na sio UDA. Magavana kadhaa, maseneta na wabunge wakuu kutoka eneo la Mlima Kenya hawapo kwenye ripoti ya usajili wa jukwaa la wagombea wa UDA iliyotolewa Jumatatu, hali inayozua maswali mapya kuhusu mwelekeo wao wa kisiasa. Ripoti yetu David Mudhoka anachambua wanaokosa kwenye orodha hiyo na walioingia kimya kimya. Yoni ina jumla ya wagombea 12,355. Orodha iliyotolewa jana jioni ina jumla ya wagombea 12,353 wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa zikiwemo ugavana, useneta, uwakilishi wa kike, ubunge na udiwani. Wagombea hao ni pamoja na viongozi walioko madarakani, viongozi waliowahi kuhudumu na sasa wakisaka kurejea ama kuwania nyadhifa mpya, pamoja na maelfu ya Wakenya wapya wanaotaka kujitosa katika ulingo wa siasa. Hata hivyo, viongozi kadhaa wa Mlima Kenya waliochaguliwa kwa tiketi ya UDA mwaka 2022 hawapo kwenye orodha hiyo, licha ya kuendelea kumuunga mkono Rais William Ruto, wakati ambapo viongozi wengi kutoka eneo hilo wameondoka serikalini. Miongoni mwa waliokosa kujisajili ni gavana wa Embu na mwenyekiti wa UDA Cecily Mbarire, ambaye yuko katika muhula wake wa kwanza na anatarajiwa kutafuta muhula wa pili. Wengine ni mbunge wa Kikuyu na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, pamoja na gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata. Kwingineko, aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero amejisajili kuwania ugavana na atamenyania tiketi ya UDA na gavana wa sasa Johnson Sakaja Kubasu na naibu wake James Njoroge Muchiri, ishara kuwa hali ni tete kwenye uongozi wa jiji. Katika Bomet, aliyekuwa gavana Isaac Ruto ni miongoni mwa wanaotafuta tiketi ya UDA, huku Garissa aliyekuwa gavana Ali Korane akijisajili kuwania kurejea kwenye kiti chake cha awali. Orodha hiyo pia ina majina ya waliogura vyama vingine, akiwemo William Kamket aliyechaguliwa kwa tiketi ya KANU mwaka 2022 na aliyekuwa waziri Moses Kuria anayelenga kurejea katika kiti cha ubunge wa Gatundu Kusini. Majina mengine mashuhuri kwenye orodha ni pamoja na mwanahabari Stephen Leto anayelenga kuwania ubunge wa Kilgoris, mbunge wa Tharaka George Murugara anayelenga ugavana wa Tharaka Nithi, mbunge wa Pokot Kusini David Kusing anayelenga ugavana wa Pokot Magharibi, pamoja na katibu mkuu wa UDA Hassan Omar anayewania tena ugavana wa Mombasa. Baadhi ya maseneta wakubwa kutoka ngome ya Rais William Ruto ya Bonde la Ufa pia hawakujisajili, akiwemo seneta wa Trans Nzoia Alan Chesang, seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot, seneta wa Nandi Samson Cherargei na seneta wa Nakuru Tabitha Karanja, jambo linalozua maswali kuhusu uwazi wa mchujo wa UDA wa mwaka ujao katika maeneo yao. Wakati huo UDA inaonekana kujiimarisha katika eneo la Luo Nyanza, ikipanga kusimamisha wagombea katika nyadhifa zote 5 katika kaunti 4. Katika Homa Bay, kaunti inayoongozwa na gavana Gladys Wanga, ambaye ni mmoja wa wandani wa karibu wa Rais William Ruto kutoka eneo la Ziwa Victoria, UDA imesajili wagombea 3 wa ugavana, 5 wa useneta, 5 wa uwakilishi wa kike, wagombea 27 wa ubunge na wagombea 252 wa udiwani. Kisumu ina wagombea 89 katika nyadhifa zote 5, Siaya 80 na Migori 494, hali inayozua maswali mapya kuhusu iwapo vyama vilivyo katika mpangilio wa serikali jumuishi vinamezea viti vya vyama vingine, huku muungano mpya kati ya ODM na UDA ukitarajiwa. David Mudhoka, NTV.